Haleluya. Tupo ndani ya furaha tena kuwa El Shaddai kwa makusudi ya Mungu. Asante pia kwa Apotre Steven ambaye ni mwonaji wa maono haya makubwa, ni ndugu pia rafiki, na tuwezi pita Uvira pasipo ukanyaga hapa nyumbani. Sisi hatukukimbia vita. Sisi tunakia hubiri Injili. Mimi siko refugee. Mimi ni mhubiri wa habari njema. Vita ilianza na ilipunguka au kuisha, na tuko ndani ya mji, na baada ya kutulia ndio sasa tumefika hapa. Hatukukimbia. Basi tusimame kusoma haraka. Exode chapitre 3 verset 3. Peke yake. Hapa niko na Biblia ya Kiswahili, waweke pia Kifaransa. Musa akasema, nitageuka nione maono haya makubwa, kwa sababu kijiti kinawaka moto lakini hakiteketee. Tunaweza kaa. Lakini pia uandike Waebrania sura 11 mstari wake wa 24. Hébreux chapitre 11 verset 24. Tuko na somo ya mzuri kuhusu imani. Na nilifika hapa nikasikia mtumishi wa Mungu alishaingia ndani, kwa sababu roho wa Mungu ni umoja. Iko vigumu sana kushindwa kuelewa neno imani kwa Wakristo wa El Shaddai. Iko vigumu sana, kwa sababu ninyi kwa imani mnajenga yulu ya mai na mna resiste yulu ya mai. Sitakuwa na maelezo mengi sana kuhusu imani, kwa sababu nyi peke ni preuve ya foi. Na mnajenga kanisa yenye haijengewaka Uvira kwa imani, kisha mai inakuya na inarudia kwa imani, na mimi naamini na yenye iko hapa chini nayo itarudia tu kwa imani. Haleluya. Imani nifasirie kwa namna ine. Waebrania nasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo ambayo unatarajia, bayana ya mambo yasiyoonekana. Manake mahali kuna imani lazima kukue tarajio. Sema tarajio. Hawezi sema uko na imani kama hauna tarajio. Tarajio iko kama besoin, désir. Hawezi kuwa na imani muvidi. Kila kenye uko naona leo ilikuwaka mkichwa ya mtu fulani. Ikwe avion, ikwe ile kitu na ikalia, ikiwa hii pla ya kanisa, ilikuwa tarajio. Sasa mtu asikudanganye, Mungu hawezi kukubariki zaidi ya tarajio. Mungu anakuwa na kubariki kutokana na kenye wewe mtu unatarajia. Kwa hiyo ukiona wanakuambia zile manyumba za maombi wanasemaka, Mungu anasema ufie njoo wako, deja unapaswa angalia kichwa, unasema haiko tarajio. Paske Biblia inasema mfurahishe Mungu na atakupa haja ya moyo. Manake Mungu anaheshimiaka maaja ya moyo. Nitasema hivi, hautakuwa gisi watu wanasema, utakuwa gisi unatarajia kukua. Mtu mmoja aseme amen. Geukia voisin mwambie, unatarajia kuwa nini? Mtu mwenye alfa medicine akishome hana kazi,
unampatia $20,000, atafungula nini? Si ni farmasi au dispensaire uhakika? Nafikiri ni vile. Mwenye alifanya komersiali kimpatia $20 atafanya nini? Sitaenda shine. Mwenye akufanya kitu, hakusomeaka kitu, ukimpatia $20,000 atafanya nini? Atauza matelefone, atenda Bujumbura, anaingia Mbumbaraga na kila kitu kinaisha, paske pesa ilikuya meakukua tarajio. Jikaze sana kabla Mungu akubariki, ukwe na kenye wewe peke unayua, akinibariki sai ndafanya hiki na nitafanya hiki. Mtu mmoja aseme amen. Grandeur haiko miaka wala experience. Grandeur ni tarajio yenye tuko nayo. Oh, niko na imani. Unamuuliza unatarajia nini? Oh, mie Mungu anitendee tu bila nataka. Mimi siwezi omba vile. Ile nishaikataa. Oh, Mungu njoo vile nipatie tu mwanamke mwenye wewe njoo unataka. Bo akileta kasa sini wake. Kasa haiko mtu. Ni mtu. Meske ni tarajio yako. Ile inafanya Wakristo wanapata mashida sana. Kuna Wakristo ambao wanatoka nipigia simu saa Igoma mbele nikuye, wanasema oh papa, tuko natafa makesha usiku, tuko tunaona hali ya hewa haiko mzuri. Unaona hai? Mimi nikamwambia nyie mshaona kama hewa haiko? Kisha mimi nione hai. Ikaomba nibapatie revelation. Oh, Paulo na Sila walisifu wakaomba, nikasema ilikuwa mprison. Lakini Daniel mtundu la simba alisifu. Juu simba ingimusikia ingimaliza mbele ya wakati. Donc hata roho na akili zimtumikie Bwana. Haleluya. Ya pili, imani ni kuwa na uhakika ya kesho leo. Tu dois avoir la confirmation du futur au présent. Hapana tâtonnement, unajua tu kama leo sina kitu. Mimi najua kesho maisha yangu itakuwa ya kipekee. Na unatembea munjia na uko na uhakika. Ba jeune mingi walipata shida ya kuoa, balioa gisi biko. Lakini bakoa gisi bata. Sasa siku inafika wakati yenye anakuwa gisi Mungu alitakaka, kisha anashikutana kope yenye alichagulaka. Geukia fasi umwambie usifanye vitu gisi huko, fanya gisi utakuwaka. Leo hauna kitu, memu 5-10 ans utakuwa parmi ba millionnaire. Maintenant, iwe choix yako, iwe decision zako, zisifanane leo, zifanane kesho yake. Na hii inaonesha kwamba huyu yuko na imani. Sema uhakika. Eske ma parcelle zilikosa Uvira tubaki hapa? Au tulishinduza parcelle kule yulu kukilima? Mais pourquoi tunabaki hapa? Tuko na uhakika kama hii mai itasogea na itatongezea parcelle nyingine, na sisi kazi ya Mungu inahubiriwa hapa. Manake imani ni kuwa na uhakika. Jambo la tatu ambao uandike, imani ni kuangalia nyuma. Mahali Mungu amekutoa, vitu Mungu alikupitisha ndani, vitu Mungu alishafanya na wewe, alafu na kuongezea nguvu za kuendelea. Tunaelewana vizuri? Ya mwisho kabla niingie maandiko, imani inaumba maono. La foi crée la vision. Munayua nyipeke historia ya Moïse. Je vais travailler avec un garçon. Garçon moya kuyapa. Njoo Moïse. Leo atakuwa Moïse hapa. Njoo Moïse huyu. Ni example. Uko na kiugumizi?
Ambia voisin mwalimu ataongea. Si unjo nani? Moise twende. Moise iko anachunga kondoo ya bamukwe yake. Anasikia nyuma kijiti inawaka lakini haiteketee. Alisikia. Imani huja kwa kusikia. Musa akasema, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Nitageuka ili nione hii maono makubwa ni ya namna gani. Nibaulize question. Nani mwenye aliambiaka Moise kama nyuma yake kuko maono? Alisikia bruit ikamuumbia fwa. Sana geuka nyuma na comprendre kama huku nyuma siende ona kitu kingine isipokuwa maono. Abakuandika vision pale. Pale kulikuwa kijiti kinawaka moto lakini hakiteketee. Mais Moïse akasema, ça c'est une grande vision. Je dois me détourner. Niache kwenye nilikuwa naenda. Nigeuke huku nyuma, nifanye demi tour. Nirudie nyuma, juu nione hii maono makubwa ni ya aina gani. Mais ça c'est très profond. Moïse ana préféré kurudia nyuma juu ya kuona maono. Anashinda mtoto wa Noa mwenye yeye alienda mbele juu aone inijite ya baba yake. Moïse anasema, mimi nirudie niende nione maono kuliko ule mtu mwenye alienda mbele juu ya kuona laana. Parce que Moïse mwenye anarudia nyuma juu ya vision mbele ya mer rouge, hata rudia nyuma parce que iko deja na energie, iko deja na carburant. Mbele ya mer rouge Moïse ata avancer tout parce que un jour alirekilaka juu ya vision. Jeûner 3 jours secs ni kurekile mu santé. Payer un 10e iko sa mwenye unafanya marche en arrière mu finance. Kupana $20, $200 juu ya construction, uko na rekile nyuma juu ya foi. Mbele ya obstacle hautarekilaka tena. Mungu atakufera avancer zaidi ya kawaida. Nani kuna meni zaidi ya voisin yake? Kila mwenye alitembea na Mungu kuna wakati alifanana kurekile a cause de la foi. Watu wanasema, mbona anaisha, mbona anazimika, mbona projet zake zinaharibika, maisha yake ni kanisa busiku na mchana. Kumbe ile kurekile iko na rekile juu apate grande vision yenye itamwambia mbele ya wale wa Misri. Anaambia Israeli, msiogope, nyamazeni kimya, Bwana atawapigania. Na wa Misri munaowaona hamutawaona tena, parce que Moïse savait que un jour nilifanya marche en arrière juu ya kuona vision. Yokia voisin mwambie, angalia nyuma yako kwenye Mungu alikutoshaka. Hauwezi rudia nyuma, utaenda mbele. Benye Mungu ashakupigania, ukikumbuka 1, 2, 3, hata adui wa leo hauwezi muogopa. Unaamini kwamba Mungu atanipigania. Mtu mmoja aseme amen. Moïse, rudia fasi yako. Sasa sisi wengine hatuwezi shindwa kukombatre Goliath wakati tunakumbuka nyuma tuliangusha urs, tukaangusha lion. Hatuwezi ogopa wakati tunakumbuka ulizaliwa mfamilia yenye hakuna heritage, bali kuachia kama wale familia, isipokuwa madeni na magonjwa ya jamaa. Unakumbuka gisi ulikwenda kwa masomo na migulu, kulipa masomo ilikuwa problem. Unakumbuka gisi ulikuwa unakunywa vitalo mpaka unagonjwa, njoo wanakuzia vitalo. Unakumbuka gisi jamaa yenu ilikuwa ya makotization juu ya kuzika mwenye atazikiwa, hamuna mwanzo na mwisho.
kisha Mungu wa Alembe anakuonjesha kadogo, unaanza angalia maisha inaanza changer pole pole. Unaweza sema hata kama siyabarikiwa, kwenye Mungu ananitosha kule na kunifikisha hapa, manake atanipeleka tena mbali zaidi. Ndio unaona mtu mwenye hakuachiwa heritage, yeye ataachia jamaa yake heritage. Mtu mmoja asema amen. Ile ni resultat ya imani. Sa imani na kumbia maono ina créer 3 visions. Ya kwanza kuna kitu kinaitwa vision. Sema vision. La vision, elle est particulière. La vision pour soi-même. Maono ya weye peke. Mtu mzima anapaswa kuwa na maono ya yeye peke. Kuna wakati tunajisahau juu ya watu wengine. Acha nikwambie leo, ifo kwanza ujipende we peke. Mimi siwezi itika mtu mwenye hajipendaki anipende, atanitesa. Maandiko nasema umpende mwenzako kama haiwe vala, haiwe kula, kiatu yuko saa pepo ya mauti, shemize yake inanenepa, kisha nakwambia je t'aime. Ukimuitika wewe utakuwa yeye peke kwanza hajipendaki, kisha nakwambia anakupenda, wewe utakuwa. Mtu mzima anapashwa. Nilikuwa najifunza kile kitu Goma, na ikaniumbia maono ya kujipenda sana. Hauyaonaka unashindwa lipa hotel ya $200, unailipia mgeni. Hayakufikiaka? Unalipia mgeni $200, mewe peki. Unekaa unasema $200 ndalipa 20. Kumugeni uko lashe sana. Hauyaonaka unashindwa voyager na $20,000 au $5,000 unaenda Dubai. Kunawa, kulala, kupumzika, unashindwa juu ya repo yako, uko pre kulipa 60,000 juu ya kwenda ende kutunziwa. Unashindwa kujua kwamba ile stress yenye ulishindwa kupata repo inaweza create magonjwa ya utadepenser mingi. Kuna wakati maisha, jifunze kujipa raha, jifunze kujipenda. Ile ma relation yenye uko na garçon 2 mois 3 mois hata planti hakuna, acha umwambie sitaki hivi. Mimi nakwambia ukijipenda mwenyewe, huko marafiki wenye utekarte karibu yako, paske abakuongezea implice ni ma-stress usiku na mchana. Yokia vose mwambie jipende, jifunze kujipenda. Basi mwanaume mwenye hawezi jiuzia veste ya $150, atakuzia Grand Spere. Kwanza bakule kwetu kule utaambia niuzie Grand Spere, anakuambia utoke kule. Grand Spere ya nini? Sovala tia $10. Roho yake. La charité bien ordonnée commence par, na kuyua Yesu ni kujipenda. Kuishi maombi ni kujipenda. Kujua neema ni kujipenda. Kutoka mkanisa yenye najengwa hivi wamie mubashi, unashichukia mtu mwenye loga hii kizazi simuyue. Kuna fasi kwenye Mungu akisha kuweka, ikala pale. Kujitosha pale. Adrese ya hii Uvira ni Alembe. Hata pale kwa hoteli mimi nekala, nenda wananiambia pastor Alembe anakia ukamata. Ule petia se njoo leader wetu ule. Sasa utakatala mtu mwenye Mungu anainua. Mzee mimi nakuitika. Mungu akisha inua mtu itika. Na usikue napigana vita yenye hautaweza.
mwana kushinda neema iko yulu yako. Nilisema zamani usikombatre mtu mwenye pase yake ndio fitire yako. Utakufa. Utakufa mbele ya wakati. Naona muda wetu naisha, tusimame. Kesho tuendelee. Hata roho na akili. Tusimame, kesho tuko hapa. Kesho tutaanza mbele. Mimi nilikiwa salimia tu. Kesho kitaeleweka vizuri. Weka mkono juu. Sema kwa jina la Yesu. Baba, niongeze imani. Nione njia kwenye hakuna njia. Nione kesho yangu leo. Imani ifungue maono. Na mimi naamini kwa neema kila ninachotarajia kitatimilika. Weka mkono juu. Nimwite askofu mbele kuja kukiri neno ya maombi. Karibu sana Bishop. Kukiri neno ya neema juu ya hii mahubiri ya magharibi ya leo. Bwana, asante kwa sababu uko Mungu wa miujiza. Asante kwa sababu kile kitu unatupatia Bwana ni kwa neema. Na tunahitaji Mungu imani yetu iongezeke. Asante kumtuma mtumishi wako Bwana katika mji huu kwa muda kama huu ambao hakuna mtu alitarajia. Acha tupokee kitu Bwana. Tupokee kitu Bwana. Kama ule mama wa Serepta ambaye alikuwa anatumika na ngoja kwamba maisha yake malizike, alishtuka kuona mtumishi anaingia. Bwana, mahitaji ya kila mmoja wetu kwa arrive ya mtumishi komparaza pourtant wewe ndiye ulimtuma. Acha mahitaji ya kila mmoja wetu Bwana ikutane na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunapokea Bwana. Tunapokea Bwana. Tunapokea Bwana. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Kesho ukuye mbele, ita mtu mmoja wawili, kama uko na ile video partage, alika watu. Apote kitu anakuwa na grace kwa tofauti. Grace yake inakuwa binafsi. Na mheshimiaga sana juu ya hii. Bwana asifiwe sana. Muwe na jioni njema, mbarikiwe sana. Asante. Haleluya.